hiyo ni haki yangu. Ni kwa ajili ya watoto wangu wadogo wananiangalia mimi. Wanaume yenye nguvu, baadaye mkakae mlime mfanye nini mpate hela, mnamuibia yule mama. Laana hii lazima watafune. Hela lazima mrudi. Amka nasi. Haya habari mbalimbali, amka nasi. Karibu kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakuijia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Mtayarishaji na mtangazaji wako ni mimi Aziza Bakari Mkumba. Kwenye mitambo yupo Shabani Mpute. Karibu uamke nasi. Amka, amka, amka. Amka nasi. Amka, amka, amka. Amka nasi. Amka nasi. Kipindi chetu leo kinaanzia mkoani Tabora ambapo tunasimuliwa kuwa watu 5 akiwemo mwanamke mmoja wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tabora kwa tuhuma za kumtapeli kiasi cha shilingi milioni 40 na laki 9 mwanamke mmoja mjane na mama wa watoto 3 mkazi wa wilaya ya Kaliua mkoani hapo. Inaelezwa watu hao walijifanya watu wa huduma wa kampuni ya mawasiliano ya simu wakitaka kumsajilia huduma ya lipa namba mwathirika wa tukio hilo, hali iliyomlazimu atoe namba yake ya siri ya benki kisha fedha zake zikatolewa bila yeye kujua. Tupate simulizi zaidi kutoka kwa Adela Moses. Watu hao wamefikishwa mbele ya kamati ya ulinzi na usalama mkoani hapa kwa ajili ya makubaliano ya malipo ya fedha hizo, ambapo mama aliyetapeliwa amekiri kuwatambua na kueleza ilivyokuwa. Walikuja wa vijana 2 kwenye ofisi yangu. Wakasema wanasajili namba ya lipa namba. Wanatoka kampuni ya Yas. Basi mimi nikakubali, wakaanza kunisajilia. Walivyoingia katika process za benki, wakasema hii simu yako muunganisha na simu benki? Nikamwambia ndio. Akasema sasa ili benki ikubali kupata wewe lipa namba, unatakiwa iruhusu benki. Basi mimi nikawa nimebonyeza namba zangu za siri bila wao wenyewe kujua. Lakini baadaye wakaja wakaondoka na line yangu ya simu ambayo ndio iliyokuwa imeunganishwa na simu benki. Wakaniambia sasa dada, sisi tunatoka baada ya dakika 20 tunarudi, tutakuletea hiyo karatasi yako ya lipa namba, utaanza rasmi matumizi. Basi nimekaa mpaka dakika 20, nikasema mbona hawa kaka mbona hawarudi? Kesho yake saa 11:45 message ikaingia kwenye simu yangu kuwa salio lililokuwemo kwenye simu imehamishwa kwenda lipa namba ya Yas. Nikaenda kuangalia salio. Nilichokikuta kwenye salio ni shilingi 6,000 tu. Ndio hapo nilipokimbia moja kwa moja paka kwa manager. Nikamwambia manager, mimi nilikuwa na salio na nimeshaibiwa. Alafu mimi na watoto wadogo na ni mjane, sina mume. Ndio akaniambia hivi, wewe umeibiwaje? Ndio nikamuelezea ilivyokuwa kwa walikuja kunisajilia line. Kitu ambacho mimi nilichokosea ni ile namba ya siri kuiweka mule na kisha wakaondoka na line yangu. Ndo mimi na manager tukaenda pale, akaenda kuangalia zile orodha. Sasa ndo akaniambia dada, hela zako zimetoka saa 6 usiku. Zote zimetoka zinaenda kampuni ya Yas. Lipa namba Yas, lipa namba Yas. Ndo akaniambia niende kituo cha polisi. Ndo nikaenda moja kwa moja pale kituo cha polisi. Fika kituo cha polisi, nikaelezea, nikawapa na hiyo statement benki. Kwa kweli polisi wamenishughulikia, polisi wamenisaidia na pia mkuu wa wilaya kanisaidia, mkuu wa mkoa. Hawa ndio waliosababisha mimi maisha yangu kuwa magumu. Naomba kama unanisikia nirudishie haki yangu. Hiyo ni haki yangu. Ni kwa ajili ya watoto wangu wadogo wananiangalia mimi. Awali akizungumzia tukio hilo, mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Paul Chacha amesema serikali haitavumilia vitendo hivyo. Hatuwezi kwenda kuomba msikitini au kanisani ujambazi ukome. Ni kwa lazima. Whether wanataka au hataki, watakoma tu. Hatuwezi kwenda kuomba msikitini au kanisani ujambazi ukome. Ni kwa lazima. Whether wanataka au hataki, watakoma tu. Yaani mama, hela yako itarudi tu. Wewe hata usijali wala usilie. Watairudisha haya wanaume yenye nguvu, baadaye mkakae mlime mfanye nini mpate hela, mnamuibia yule mama. Laana hii lazima watafune. Hela lazima mrudi. Hela yake yenyewe tumetapeliwa hata sisi. Ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumemrudisha hela yake. Waendelee kuchukua tahadhari kwa mtu ambaye hawamfahamu kabisa,
basi ni vyema kuepuka kutoa taarifa zako za kibenki, taarifa zako za simu kwa mtu ambaye umfahamu. Kutoka hapa ofisi za mkuu wa mkoa wa Tabora zilizoko hapa manispaa ya Tabora, mimi ni Adela Moses na hii ni Channel 10 Digital. Hata hivyo, watuhumiwa hao mbele ya kamati hiyo wamekiri kuiba fedha hizo, na hapa wanaeleza namna watakavyozirudisha kwa mama huyo, huku kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Yabwao akitoa wito kwa jamii. Hela yake yenyewe tumetapeliwa hata sisi. Ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumemrudisha hela yake. Waendelee kuchukua tahadhari kwa mtu ambaye hawamfahamu kabisa, basi ni vyema kuepuka kutoa taarifa zako za kibenki, taarifa zako za simu kwa mtu ambaye umfahamu. Kutoka Tabora, Adela Moses, Amka Nasi, Magic FM. Amkapo asubuhi, siku nyingine yapendeza. Nenda East and West, Magic ni best. Radio hii Magic FM. Nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu. Jioni usiku, siku sita siku, kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka.